Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tunaendelea kuangazia kuhusiana na kilimo cha ndizi pamoja na ujasiriamali mbalimbali na ufugaji mdogo mdogo. Kwa siku ya leo tumeenda kumtembelea mkulima wetu wa ndizi na kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwake. Kuna mambo ambayo inabidi tuweze kujiuliza, na bila kupoteza muda kwa siku ya leo tutajifunza kwamba ni kwa nini mkulima huyu ameamua kulima hili zao la ndizi, kwamba ni kwa nini mkulima huyu ameamua kulima zao la ndizi. Kuna sababu gani ambayo imempelekea mpaka yeye kaamua kulima zao la ndizi. Kwa hiyo tupo katika shamba la mkulima, ina maana na yeye tumeona kwamba tumuulize maswali haya aweze kutusaidia. Kikubwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, na kuomba tu uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment na uweze kushare. Na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine, na kusii tu uweze kulike, uweze comment pamoja na kushare. Na pia kitu kingine uweze kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mbalimbali ambayo utaweza kujifunza wewe pamoja na familia yako, na unaweza kujikwamua wewe kutoka katika hatua moja ulipokuwepo mpaka hatua nyingine. Bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe mkulima wetu tuweze kusalimiana naye na pia aweze kutusaidia mambo mawili matatu ambayo anaweza kutusaidia wewe na mimi kuhusiana na jambo zima la kilimo. Bana mkulima, mambo vipi bana? Bana salama sana. Habari yako? Bana salama, kwema? Kwema. Habari ya wewe? Bana salama salama. Pole na majukumu ya kulima. Asante sana, nashukuru. Maana nasema kulima ni kazi sana. Ni kweli kulima ni kazi? Ni kweli. Kazi sana kilimo. Kilimo ni kazi sana. Tena sio mchezo. Ndio ndio. Kilimo ni kazi kubwa. Tena naweza kusema ni kazi ya mwisho duniani. Basi karibu sana. Kwa hiyo kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ni kama hivyo unavyoona nipo kwenye shamba langu hili la ndizi. Kwa hiyo nasema ndugu karibu sana. Bwana tunashukuru sana. Karibu kabisa. Watazamaji wetu hapa tupo live, watazamaji wako wanakusikiliza, wengine wanakutazama. Ndio. Wapo wanataka wajifunze kwamba kwa nini, ni faida gani ambazo unazipata katika kilimo cha ndizi. Maana tunaweza kuzunguka kuangalia ndizi. Tumepokea mwaliko kutoka kwako kuja shambani kwako tukuja kutembelea. Ni kweli. Kwa tumeweza kuzunguka kwa kuangalia ndizi mbalimbali, tumezunguka tumeona ndizi, tumeona ndizi. Ndio. Kuna ndizi ya kila aina. Sawa sawa kabisa. Ni kweli. Ndio. Kwa nini hii ndizi ina faida gani kwako mpaka unaamua kulima? Asante. Kwanza niseme tu kwanza ongea sana kwa leo kwa kuamua kuja kunitembelea hapa kwenye shambani pangu na kuja kutoa elimu. Elimu hii ya kilimo cha ndizi. Faida ambazo nazipata kwenye kilimo hiki cha ndizi kwamba kwanza navuna ndizi. Navuna ndizi na napeleka sokoni, napata pesa, basi naendesha maisha yangu nilionayo katika familia yangu nyumbani kwangu. Kwa hiyo faida ya kwanza ambayo naipata ni kwamba nauza ndizi, napeleka sokoni, ama aidha wakati mwingine wanakuja wateja hapa shambani. Wanakufuata hapa shambani wanakuja. Wanakuja hapa shambani, basi wanakuja kununua ndizi, wanaondoka. Basi nashukuru siku nyingine naweza kusafirisha kupeleka mikoani. Napeleka katika Katani, napeleka sehemu mbalimbali, napeleka vijiji vya jirani. Kwa hiyo faida ambayo ninaipata nashukuru, nasukuma, nauza, nashukuru, na napata senti, na mimi maisha yangu yanaendelea kupitia hivyo. Bana safi sana ndugu mkulima. Kwa faida kubwa kwanza ni pesa, ni kweli. Kwa sababu wahenga bana wanakuambia kila kitu ni pesa. Yaani bila pesa mambo hayawezi kwenda. Bila shaka. Na naamini pia ni mtazamaji wetu unaweza kutazama hapo kaangalia mkulima wetu anatoa ushuhuda kabisa kwamba yeye faida kubwa sana ambayo anaipata ni kuhusiana na jambo la pesa. Faida nyingine ambayo vipi kuhusiana na mambo ya mbolea? Maana wewe ni mkulima na una shamba kubwa kama hili, nimeliona shamba kubwa sana la ndizi. Ndio, ni kweli. Upati mbolea kwenye ndizi, maana kama nikiangalia hapa mtazamaji anatazama anaona maayo. Ni kweli. Haya hapa ni majani tu ambayo sababu sasa hivi ni kiangazi. Majani tu ambayo haya majani yanakuja kuhifadhi ubaridi. Yaani inahifadhi ubaridi wa huu mgomba. Ina maana kwamba yaani mizizi inakuwa haishikwi na jua. Kwa hiyo hiko kitu ambacho mimi kama nitobana. Kwa hiyo pia nikishauza hizi ndizi, nikizipeleka sokoni, hii pesa nikiipata, basi cha kwanza nakumbuka kuidumia
migomba yangu. Ina maana kwamba ninanunua mbolea, kitu cha kwanza, yani ninatenganisha fungu bwana, ili fungu ya mahitaji ya shambani kwangu ikiwemo kama hivi ndizi na mazao mengine. Kwa hiyo nanunua mbolea, nanunua labda madawa ambayo yanahusiana na ndizi, naweka hapo pembeni. Basi hapo ndo naangalia sasa majukumu ya kifamilia nyumbani kwangu. Kwa hiyo kitu ambacho ninachoshukuru mimi ni kwamba ninapambana, sababu kama si hivyo sio lolote. Mmea bila mbolea huwezi kupata tunda lililokuwa thabiti, hasa kwa wakati huu wa kiangazi. Safi sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tuko na mkulima wetu, tupo live hapa na pia napokea maswali mbalimbali kutoka kwenu na kutoka katika mitandao ya kijamii. Kuna mtazamaji wetu hapa ameweza kutuuliza swali moja la kichokozi. Okay. Anasema kwamba toka umeanza kulima ndizi, naamini una miaka mingapi toka unalima ndizi? Hili ni swali moja kwa moja kutoka kwa mtazamaji wetu ambaye anatuuliza kwamba una miaka mingapi unalima kilimo cha ndizi. Okay, sasa hivi naweza kusema nina miaka takriban miaka 5 toka nilipoanza kulima ndizi na mpaka kufika hivi leo ndizi navuna. Sasa hivi naweza kusema mpaka hivi leo ni miaka 5. Na miaka 5. Yeah. Pia kuna swali lingine ambao tumeweza kulipokea kutoka mitandao ya kijamii. Ndio. Naamini tunashukuru sana watazamaji wetu wanatufuatilia. Ndio. Na tupo nao live na kuna swali ambalo wameweza kuuliza. Mtazamaji mwingine ameweza kuuliza kwamba ni kitu gani ile, maana umesema unapata pesa. Ile pesa ambayo umeipata, anauliza kwamba ni jambo gani ambalo umeweza kulifanyia kupitia hiyo pesa ya kilimo cha ndizi. Okay, safi sana, nashukuru. Na pesa ambayo ninayopata sasa hivi nipo kwenye ujenzi. Nipo kwenye ujenzi. Najenga nyumba ya tofali ya bloko. Na sasa hivi mafundi wapo katika hatua ya kupiga kozi juu. Baada ya hapo basi waanze kupiga fremu na kuanza kupiga bati. Bana mpenzi mtazamaji, naamini maswali yako yote yamejibiwa kwamba kilimo cha ndizi kina faida. Kama sasa hivi kijana mwenzetu ameanza kujenga kilimo cha ndizi tu, yani ndizi zimemsaidia mpaka ameanza kujenga. Kwa hiyo tunapokea maswali. Pia kuna swali lingine hapa ambalo na mimi itakuwa swali la mwisho kulingana na uchache wa muda. Maana maswali ni mengi sana. Napokea maswali mengi kutoka kwa watazamaji wetu. Na mtazamaji mwingine nakupa pongezi kwamba hongera sana kijana kwa kuendelea kupambana, maana muda huu uko vijiweni unafanya mambo mengine ambayo hayana maana, lakini wewe uko zako hapa shambani na umeweza kujituma na kuongeza mgomba hadi mgomba. Sasa huyu anauliza kwamba ni swali la mwisho, baada ya kupata pongezi anauliza kwamba ni vitu vingi tu ambavyo watu wanasema kwa yeye anauliza swali kama hilo kwamba vipi umeoa au hujaoa, na mimi utakuwa ni mwanamke huyo. Anauliza wewe vipi umeoa au hujaoa, maana atakuwa ni mwanamke mtazamaji wetu. Okay, sawa. Mimi bwana na mke. Na mke na watoto wawili. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo swali lake ambalo ameniuliza. Na mimi ndo namjibia kama na mke na watoto wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Kwa hiyo nashukuru kwa swali lake na kupitia ndizi hizi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, yani ndizi zina faida sana. Kwa hiyo kama mkulima wetu kwa mada yetu leo ilikuwa ni faida ya ndizi, na tunapitia maswali mbalimbali kwamba ana familia anayo, ana mke na watoto, wanajenga kupitia kilimo hiki cha ndizi. Naamini watazamaji wetu maswali ni mengi na tunashukuru kwamba tumepokea maswali kulingana na mada yetu muhimu ambayo tulikuwa nayo, na mkulima wetu ameweza kuyajibu vizuri maswali yetu hatua kwa hatua. Kwa hiyo ndugu mkulima, haona chochote labda faida yoyote ambayo tumeweza kuzungumzia lakini umesahau kwamba nisiposema faida hii basi naamini kwamba mimi nitakuwa siwasaidia haki watazamaji wa Nebuye TV. Ama faida nyingine ambayo umeweza kuipata? Hapana. Tofauti na hizo ambazo umeshasema. Ambazo nimesema. Kwa hiyo naamini hakuna hoja yoyote ile. Hakuna hoja, hakuna yote. Mimi ninachowaomba tu watazamaji wenzangu wa Nebuye TV kwamba wapambane, wale ambao wapo kama mimi, basi na vijana wenzangu naomba wapambane, wajitengenezee, waepuke vigenge ambavyo havina faida yoyote, kwa sababu leo wewe unapokuwa upo
magenge, hakuna watu wote ambao wakulipata wenda ukawa mwizi, ukatiwa moto. Sasa ni bora upambane kimaisha. Buni shamba lako kama mimi hapa leo nimebuni shamba la milizi. Kwa hiyo sio milizi tu, kuna vitu vingi labda unaweza kubuni, labda mikorosho, labda bwana mimi nataka nilime labda matikiti, nataka nilime labda minazi. Yani hiyo ni mfano tu, lakini naomba vijana wenzangu wapambane, waepuke vigenge ambavyo yani vikao ambavyo havina faida yoyote kwao. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu kwa vijana wenzangu, naomba washirikane na mimi ama na mtu mwingine mkulima kama mimi, washirikiane, waje kwangu kama wanataka ushauri wowote, wanataka mawazo yoyote, basi waje kwa mimi hapa, nitawapa wazo, nitawapa ushauri na maisha yaweze yaendelee. Basi sisi tunashukuru sana. Asante sana, nashukuru. Ni mkulima wetu pamoja na watazamaji kuendelea kuwa na sisi hatua kwa hatua kupitia mambo mbalimbali ambayo tumeweza kujifunza. Ndio. Kikubwa mpenzi mtazamaji, na kushauri tu kukumbuka kuweza kusubscribe, kulike pamoja na comment, na pia niweze kuachia swali moja ambalo linaweza kukusaidia wewe au mimi, kwamba ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, naomba niweze kuuliza swali hili kwamba kulingana na mada ambayo tumejifunza leo, ni kitu gani, ni faida gani ambazo wewe umejifunza, au ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia video hii ya leo? Ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza kupitia video hii ya leo? Na kuomba mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba ambayo inahusiana na mambo ya kilimo, ufugaji mdogo mdogo pamoja na ujasiriamali. Kwa vijana wengi inabidi tuweze kujikwamua, vijana wengi inabidi tupate elimu mbalimbali ambayo itatukwamua sisi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi. Tunakukumbusha kuweza kusubscribe, kulike pamoja na comment, kwa Nebuye TV tunawapenda na tunawajali. Asanteni sana.